Nakumbuka kuna wakati nikatumwa niende Kigoma, Kibondo. Jamani, Kibondo kuna wachawi. Kwanza nilipofika pale, advertise ya kwanza naambiwa, kulikuwa kuna mpendwa mmoja alikuwa huko Arusha, akaenda kufanya kazi Kibondo. Yuko kwenye halmashauri pale. Anasema ukienda ofisini hakuna asiyekuwa na irizi. Na sio za kuficha, baba, sio za kuficha. Yaani wanaonyesha ili kwanza matisho ya tu, yaani limetuna namna hii hapa, linaonekana hapa. Yaani iko hapa. Aidha mkono huu au anavaa kama kabangi lakini irizi. Na kana anasema yaani pale wakiwa wanafanya kazi wakinama, wengine wakina mama irizi kiunoni. Zimejaa kiunoni namna hii. Bwana anasema sasa inakuwa, anasema kuna uchawi usiokuwa kawaida. Anasema yaani kutembea ukaona mtu anatembea unaona miguu lakini uone mtu ni kitu cha kawaida. Uchawi Kigoma huko Kibondo. Ndio nikapelekwa. Nimechoka zangu, nimefika kama saizi. Nikafika na askofu pale akanichukua akaniweka kwenye nyumba ya kulala wageni. Nikakoroma zangu, maskini ya Mungu. Sijui sina lile wala lile. Nimeenda kwenye mji wa watu. Sijui kinachoendelea. Asubuhi ninaamka, askofu ananiuliza, "Umelalaje mchungaji Lubuvu?" Naambia nimelala vizuri. Kabisa nikamwambia kabisa. Hakuna shida yote, nikamwambia hakuna shida yote. Akisema, basi nikaenda nikapiga semina, nikamaliza jioni nikarudi. Nimechoka zangu. Nikapiga zangu usingizi tena, nikakoroma kabisa. Asubuhi anagonga tena. "Mchungaji unaendeleaje?" "Naendelea vizuri." "Umelala vizuri?" "Ndio." Kabisa, nikamwambia kabisa. Hakuna chochote, nikamwambia askofu, jana umeniuliza na leo umeniuliza. Hebu niambie kuna nini? Akaniambia, "Bwana, hapa wakija wageni wanakaribishwa. Yaani mgeni ukija hapa na yaani lazima atoke asubuhi yake aseme nimekutana na mauzauza." Nikamwambia, "Baba askofu, hilo jaribu la kukutana na hao watu nishalishinda miaka iliyopita. Kwa nini? Nimepakwa mafuta dhidi ya wachawi. Hakuna Tanzania hii, hakuna wachawi wa Kibondo, wala wa wapi, wala wa Sumbawanga, wala wa Tanga ambao wanamweza Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaye simba wa kabila la Yuda." Mtu mmoja apige kelele, sema amen. Sema fire. Sisi tulio na Yesu, tembea kifua mbele. Wewe ambao una Yesu mpendwa, watakunyonga. Na usiku leo unaposikia habari hizi za Yesu na ufalme wake, kama utamkubali Yesu, watakunyonga. Na tumetibua, mwambie zako tumetibua. Yaani bora tusingehubiri mkutano, baba, bora usingeweka. Maadamu tumeweka, hayo mapepo hayatatulia, yatakunyonga mpaka umemkubali Yesu. Maana kuna vijitu vingine wabishi. Ukiombea habari za Yesu usema unajua mimi na dini yangu. Dini haikusaidii chochote. Ila Yesu simba wa kabila la Yuda akikaa ndani yako ndio mwenye msaada mpendwa. Yeye ndio mwenye msaada wote katika jina la Yesu. Nilikutana wakati fulani na kichaa mmoja, aliletwa kijana mmoja amefungwa kamba kila mahali, mikono imechubuka. Kichaa kabisa, yule kichaa wa kichaa. Alipofika nikamwambia mfungueni, akasema mchungaji, tumepata ngumi za kutosha na meno tumeng'atwa, tumfungue. Hapana. Umfungue hapa, unataka kuleta bala mchungaji? Nikawaambia Yesu Kristo aliyekutana na mtu wa pepo wa Gerasi, huyu Yesu ndio anamhubiri. Yesu hajawahi kuchuja, jina lake halijawahi kupungua nguvu. Majina mengine yame-expire, bidhaa zina-expire, majina mengine yamepita mpendwa. Wako watu wa mashuhuri duniani, walikuwepo duniani wenye majina makubwa, lakini leo hii majina yao yataji tena. Walikuwepo walitikisa dunia hii, wakina Hitler walitikisa dunia. Ujerumani wakati anaongoza enzizo, dunia nzima ilitikisika, na aliongoza dunia si basama ngapi aliongoza dunia hii. Lakini nataka nikwambia akaja akafa na habari zake zimekwisha na jina lake halina nguvu tena. Mpendwa, walikuwepo watu mashuhuri duniani mpendwa, wakina Alexander walipigana vita. Baba Alexander alipigana vita na majeshi ya dunia yote. Akafika mahali akasema, jamani, nataka jeshi la kupigana naye. Akawaambia hakuna, wote hakuna dunia nzima. Aliposema akasikitika sana, kwa nini amekosa mtu kupigana naye. Lakini alilala usiku, akang'atwa na mbu malaria, akafa. Alexander akafa.
Alipokufa jina lake limepita, imebaki historia. Walikuwa watu wazuri, ona ziniingia uzuri, walikuwa wazuri, wakina Cleopatra ambao walikuwa ni wazuri, wenye sura nzuri, wenye mambo mazuri, lakini leo majina yao yamepita na historia imepita. Walikuwa marais, wakina George Washington wa Marekani, walikuwa marais kibao wa Marekani wenye nguvu kama leo hii tunavyosikia kina Trump, lakini majina yao yote yamepita na historia imepita na hakuna chochote juu ya majina yao. Walikuwa mitume wa kwenye Biblia, wakina Petro walikuwepo, wakina Paulo walikuwepo, wakina Maria walikuwepo, wote hao, Maria aliyemzaa Yesu walikuwepo, wamekufa na majina yao yote imebaki historia. Mpendwa, walikuwepo watu mashuhuri, Nyerere wa Tanzania alikuwepo, nani kama Nyerere Tanzania, lakini amepita na jina lake limeenda. Walikuwepo watu wengi wakuu wa dunia hii waliotikisa dunia, majina yao yamepita na historia zimepita. Hata mtume mwenyewe jina lake ameshakufa na historia imepita, lakini leo natangaza habari moja tu, jina moja tu lipita na majina yote, ambayo historia yake inadumu vizazi na vizazi. Jina lenye nguvu na mamlaka, jina lenye uweza, halijawahi kuchuja, halijawahi kuexpire, vitu vyote vina expire. Jina la Yesu mpaka leo Baba, we rayanda masheteri mondarabo. Jina la Yesu mpendwa, nasema jina la Yesu, mwanaume Yesu. Kwa nini Yesu? Jina lake lina nguvu, kwa kuwa Yesu alikufa akafufuka, yu hai. Yesu yu hai, amefufuka. Huyo ndio mpaka leo tukitaja jina lake lina nguvu kwa sababu yuko hai. Sema amina kama unanielewa. Na hao wengine waliokufa wanasubiri tu parapanda Yesu aje awafufue. Watu wanasubiri Yesu aje awafufue, wengine kwa ajili ya hukumu, lakini wengine kwa ajili ya kustarehe pamoja na Yesu. Leo nazungumza habari za Yesu, jina lipitalo majina yote. Jioni ya leo ukikutana na Yesu, maisha yako lazima yabadilike. Ukikutana na Yesu, lazima roho ya ukahaba ikimbie. Ukikutana na Yesu, lazima roho ya ulevi ikimbie. Ukikutana na Yesu, lazima uchawi ikimbie. Ukikutana na Yesu, lazima majini yakimbie. Huyu ni Yesu, namhubiri habari zake. Jioni ya leo ukimpata Yesu, umepata kila kitu. Sema amina kama unanielewa. Lakini huyu Yesu Bwana, baada ya yule mtu kufunguliwa, akamfuata Yesu. Yesu, nataka niende nawe, sikuachi. Yesu akamwambia, sikiliza, mimi sijakuokoa ili tutembee na wewe, maana mimi nitakaa tu, baada ya muda nitaondoka. Nataka ukahubiri Injili. Nenda kahubiri Injili. Aliposikia tena kuhubiri Injili, akashuhudia matendo makuu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, Mungu anapotuokoa, anapotutoa mbali, anapotuponya, anapotufungua, anatupa na kamisheni ya kumtumikia. Ndio maana leo tunahubiri Injili. Tuliteseka na mapepo, tuliteswa na magonjwa, tuliteswa na mauti, lakini leo ni wazima, tunahubiri Injili. Yule mtu akahubiri Dekapoli, akahubiri habari njema, watu wakaokoka kutoka kwa makaburini, kutoka kwenye milima. Sasa ni mhubiri wa Injili, sasa ni mwinjilisti. Nataka nikwambie, ukiokoka, Yesu anabadilisha maisha yako, unapewa kamisheni ya kumhubiri Yesu aliye hai. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu tulibarikiwe. Usicheze na wachawi, wanaweza kukufanya hakuna, lakini yuko Yesu mleta uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba usimame.